Hello, habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo nitakuelekeza sababu 5 hatari zinazosababisha bawasiri kwa watu ambao wanafanya kazi ofisini. Ni moja ya changamoto kubwa wale mnaofanya kazi ofisini au mnaofanya kazi za kukaa kwa muda mrefu, huwa inakuwa ni rahisi sana kupata changamoto ya bawasiri kwa sababu ya sababu hizi zifuatazo. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usisahau kusubscribe, comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na pia kama una changamoto ya bawasiri, kama umetumia dawa nyingi hujapata matokeo, umefanya operation bado unasumbuka, dawa za kupuliza, dawa za kudumbukiza, za kurainisha na bado hujapona, hakikisha unatibu mishipa kwenye njia ya haja kubwa. Na kama ufahamu namna ya kutibu mishipa, basi niko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Tuwasiliane na niandike neno bawasiri ili uweze kupata tiba ya chanzo cha tatizo. Sababu namba 1 inayosababisha watu wanaofanya kazi za kukaa muda mrefu kupata changamoto ya bawasiri ni kukaa kwenye kiti muda mrefu. Unakuta ni masaa 4 mpaka 10 kila siku, na kiti wengine unakuta ni kiti cha hivi ambacho ni cha mbao ambacho ni kigumu sana. Kwa unakuta pia kwa kuwa na watu wanakuja pale anawahudumia, ni ngumu sana kuweza kusimama. Sasa hii huwa inazuia damu kutiririka vizuri chini. Kwa unakuta mishipa ya njia ya haja kubwa inaweza kutuna na inaongezewa pressure, inavimba na bawasiri inaanza taratibu. Ndio maana tumekuwa tukiambieni kwamba watu wanaofanya kazi za kukaa kwa muda mrefu, at least unakuwa unainuka hivi, unajiweka sawa kwa sababu ya kupunguza pressure, au unasimama kidogo. Ingawa tunajua tunafanya kazi kubwa za kuwahudumia watu ambao wanakuja na wengine wana haraka, wanahitaji msaada wa haraka, lakini pia kukaa kwa muda mrefu ni hatari kwa afya yako. Na mbaya zaidi, wengine baada ya kutoka makazini hata mfanye hata mazoezi. Hiyo inakusababishia kuendelea kuongeza pressure kwenye njia ya haja kubwa. Ndio maana sasa hivi umeona changamoto ya bawasiri imekuwa ikishamili, ikiwatesa hawa watu. Lakini pia namba 2 tunasema choo kigumu kutokana na kutokunywa maji au kutokana na kunywa maji kidogo. Unakuta mtu anakunywa maji kidogo kwa ajili asiweze kuamka. Unajua pia ukiwa ofisini au ukiwa kazini kuamka kwenda kukojoa inakuwa changamoto. Kwa hiyo kufanya hivi vitu na kuwa changamoto, yani ufanye mara kwa mara ili kuogopa kukojoa. Hiyo ni wengi sana. Naambia hiyo sasa inasababisha kukojoa, sema nitaonekanaje? Ndugu yangu, kuwa comfortable, kwa sababu afya yako wewe ndio unayotakiwa kuitengeneza. Sasa kunywa maji kidogo, hii inasababisha kupata choo kigumu. Unapopata choo kigumu unasababisha pressure kwenye njia ya haja kubwa. Ukishasababisha pressure kwenye njia ya haja kubwa, moja kwa moja inapelekea changamoto ya bawasiri. Nimekuwa nikiwaambieni mara kwa mara, hakikisha unakunywa maji ya kutosha ili usipate choo kigumu. Na hiyo ndo namna rahisi sana ambayo itakusaidia kuweza kupambana na changamoto hiyo. Lakini namba 2 ni kula vyakula vya haraka, fast food. Mara nyingi utakula chips, utakula kuku za kukaanga, utakula pilau, mayai yaliyokaangwa, viazi ambavyo vyote hivi havina fiber kabisa, vinatengeneza au vinakaza choo kimya na kuharibu utumbo. Fast foods ambazo tumekuwa hatutaki vitu vyenye maji kule kazini. Nyama choma ambayo tunakuta zile nyama nyekundu ambazo ni ngumu sana kufanyiwa mmeng'enywaji wa chakula. Hiyo ni hatari kwa sababu zinafanya kupata choo kimya na ni ngumu sana kufanyiwa mmeng'enywaji. Ndugu yangu, hakikisha unatunza afya yako. Hata kama uko ofisini, basi jaribu kutumia vyakula vyenye maji ambavyo vitakusababisha kuweza kupata choo laini ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia stress za kazi na deadlines. Mara nyingi tunafanya kazi maofisini, tuna deadlines kwamba kwa leo lazima umalize kitu fulani, ambayo stress huongeza tunasema ni inaongeza mzungukaji wa damu kwenye pelvic area, ambayo unakuta sasa ule mzunguko wa damu ukiongezeka unasababisha ile mishipa kuweza kuvimba kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inasababisha
kuwa na changamoto ya vimbe kupasuka na kusababisha bawasiri. Hii ni changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukiwa nayo. Tunafanya ili kutimiza malengo ambayo tumekuwa tukiwekewa na waajiri wetu. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha stress ni hatari kubwa kwa watu wanaofanya kazi maofisini. Lakini pia acha mwisho tunasema kushikilia haja kubwa kwa muda mrefu. Ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo nimekuwa nikiwaambieni kwamba kushikilia haja kwa muda mrefu inasababisha ile mishipa inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa kuweza kuwa dhaifu, na ikishakuwa dhaifu inasababisha ile haja kuweza kupita, inasababisha pressure iongezeke kwenye ile mishipa kwenye njia ya haja kubwa. Ndio maana imekuwa ni rahisi sana kupata changamoto ya bawasiri, na nimekuwa nikiwaambieni kwamba unapokuwa unataka kutibu bawasiri, hakikisha unatibu mishipa inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa. Mishipa ndio chanzo cha tatizo cha bawasiri. Kwa hiyo kama bado unateseka, wasiliana na Dr. Jimmy leo kupata tiba na ushauri. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.